Marekani yaifuatilia meli nyingine ya mafuta Venezuela. Mtazamaji na mfuatiliaji wa chaneli hii ya Zaki Digital, usisahau kuendelea kusubscribe, kushare na kulike na kucomment kila aina ya matukio ya kimataifa ambayo unaendelea kuyapata kupitia chaneli hii. Venezuela ni miongoni mwa nchi yenye rasilimali ya mafuta duniani. Ilikuwa na matumaini makubwa, lakini miaka 1990 mabadiliko makubwa yalitokea. Hugo Chavez, kiongozi mwenye mtindo wa kisiasa wa kijamaa, alichukua madaraka kwa nguvu. Aliamini katika sera za umma, kushirikisha watu na hata kupinga nguvu za nchi za mabeberu kama Marekani. Sauti za ghasia za mitaani ziliendelea kutoka katika mitaa ya Caracas, mji mkuu wa Venezuela, huku vurugu za kisiasa zikianza kutokea. Chavez alipoingia madarakani alikataa sera za kibeberu za Marekani na badala yake alijenga ushirikiano na mataifa kama Cuba na Urusi. Katika ofisi ya White House, rais wa Marekani aliangalia kwa wasiwasi, akiwa na wasiwasi kuhusu mabadiliko haya. Venezuela ilikuwa na rasilimali za mafuta, lakini ilikuwa na tatizo moja kubwa: uchumi wake ulitegemea sana mafuta. Hali hii ilifanya nchi kuwa na utegemezi mkubwa wa soko la kimataifa, na hivyo kwa namna moja ama nyingine utawala wa Venezuela ulikuwa unaendelea kuteleza chini. Marekani ilitambua kwamba hali hiyo ilikuwa ni fursa ya kubadili mwelekeo wa Venezuela. Ilianza kuweka vikwazo vya kiuchumi dhidi ya Venezuela, vikiathiri sekta kubwa ya mafuta. Uwekezaji wa kigeni ulipungua na Venezuela ikazidi kuanguka kwenye dimbwi la kiuchumi. Hii ndiyo ikawa mojawapo ya njia ya kumshinikiza Maduro. Katika kipindi hicho, Juan Guaido, kiongozi wa upinzani, aliibuka kama matumaini ya mabadiliko. Alijitangaza kuwa rais wa mpito, akitetea demokrasia na uhuru wa kile alichokiita utawala wa kidikteta wa Maduro. Marekani iliona ni fursa ya kujiimarisha katika kanda ya Amerika Kusini, na kwa msaada wa kiuchumi, fedha na hata diplomasia ilianza kumsaidia Guaido. Hata hivyo, Maduro alijibu kwa nguvu. Aliita msaada wa Marekani kwa mpinzani kwamba ni mchoro wa utawala wa kibeberu. Hakuwa tayari kuachia madaraka kirahisi. Alijua kwamba Marekani angemsaidia Guaido tu ili kudhibiti mafuta na rasilimali za Venezuela. Siku moja, giza lililozunguka Caracas lilijaa maandamano makubwa. Watu walikusanyika mitaani wakipinga hali ya uchumi na ghasia za kisiasa. Serikali ya Maduro ilijibu kwa nguvu, ikitumia jeshi kudhibiti maandamano. Katika ofisi ya White House, rais wa Marekani alifuatilia kwa makini hali hiyo. Hali ilizidi kuwa mbaya zaidi. Kwanza, Venezuela iliathirika na ukosefu wa chakula na madawa. Baadaye mamilioni ya watu walikimbia nchi wakielekea nchi jirani kama Colombia. Ilikuwa ni mzozo mkubwa wa kibinadamu. Marekani ilijua kwamba kuendelea kwa vikwazo vya kiuchumi kungeifanya hali kuwa mbaya zaidi, lakini pia ilijua kwamba kumsaidia mpinzani kungeweza kuleta mabadiliko, hata kama ingechukua muda mrefu zaidi. Wakati miaka ikisonga zaidi, hali ya Venezuela haikuwa bora. Licha ya juhudi za Marekani na msaada wa upinzani, utawala wa Maduro ulidumu, huku ikizidi kupata ushawishi kutoka kwa mataifa ya Urusi pamoja na China, ambayo yalikuwa yakisaidia Venezuela kiuchumi na kijeshi. Lakini kwa upande mwingine, Marekani alijua kwamba hali hii ilileta changamoto kubwa kwa ushawishi wake katika kanda. Hapa ndipo akaja na mkakati mpya wa kuisaidia Venezuela kuondokana katika shida hiyo. Na sasa, wakati utawala wa Maduro ukiendelea kuonyesha uthabiti, bado kuna maswali makubwa kuhusu mustakabali wa Venezuela. Je, itaweza kujikwamua kutoka katika mzozo wa kiuchumi na kisiasa, au Marekani itasaidia kutafuta njia ya kumsaidia mpinzani ili kufikia mabadiliko ya kweli?